Naam, tuko majira ya saa 9, tarehe ni 8, mwezi ni wa 3 2026. Tunatakieni heri ya mwaka, sio ya mwaka, heri ya sikukuu ya wanawake le 8 Mars kote duniani. Mama zangu, dada zangu wote ambao wanasikiliza Baraka1 TV. Bwana, huu ni mwezi wa kina mama. Hiyo tuwape kwanza nafasi yao kina mama na wao pia, kwa sababu wanastahili nafasi hiyo. Wakimbizi kurudi Kongo, masharti yatolewa na serikali ya Burundi pamoja na UNHCR na serikali ya DRC. Wakongomani wana hisia tofauti sana. Changement ya constitution, changement ya mentalite na jinsi nchi inatakiwa iweze kuongozwa. Wanyarwanda wanajidanganya. Wanajidanganya kuhusiana na Eritrea. Kuko taarifa ambazo zinakuja kwamba Wanyarwanda wataondoka DRC. Na walisema hivyo. Sasa hawataondoka kikamilifu. Watafanya ile michezo yenye M23 ilifanyika Uvira. Tunatoka tunaenda. Kumbe wakadevie. Tunatoka tunaenda hivyo. Sasa Rwanda na yenyewe pia inatarajia kufanya hivyo. Hizi ni taarifa ambazo tumezipata tayari na inabidi tuzishughulikie. Kwa hiyo ili vyombo vya ulinzi na salama viweze kuwa makini juu ya kuweza kuzuia hizi hatari za hawa M23. Ili kwa kwanza kupata habari zetu, like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kwa unapata haya matangazo kila wakati. Tuanze hivi. Shirika la wakimbizi duniani UNHCR limeweza kukubaliana na serikali ya Burundi. Hiki ni kikao ambacho kilifanyika kuhusu kurudi kwa hiari kwa wakimbizi wa Kongo ambao wanaishi nchini Burundi baada ya vita ambayo ilitokea hapa Uvira. Na wamekubali kurudisha watu kwa hiari yao kwa masharti yafuatayo. Kwa hiyo kuna vipengele ambavyo vinatakiwa viweze kutimilizika. Moja, watu waorozeshwe na kupewa fomu za UNHCR kambini, na kazi hiyo inatakiwa kuanza tarehe 11 za mwezi wa 3 mwaka wa 2026 baada ya kuwapa mafunzo wafanyakazi ambao watahusika kufanya kazi hiyo. Pili, kuondoka kufatana na mpango utakaotolewa na serikali hadi kambi ya transit ya Uvira. Kwa maana hiyo watu wanatoka kule hawatakuja tu direct mpaka kwao, mpaka kwenye kambi ya kufikia na ya kuondokea. Kumbuka ni kipindi cha habari na maelezo. Tatu, kutoka ndani ya kambi ya transit kwenda sasa majumbani kwao, lazima wahanga wale wakimbizi waweze kupata manufaa yafuatayo kutoka kwa UNHCR ya Kongo. Sasa moja, wapewe nauli ya kufikia majumbani kwao ambao kila mtu atapewa dola 100. Mbili, dola 150 kwa mtu mzima na dola 75 kwa kila mtoto mdogo. Ukarabati wa nyumba zao, kila mtu atapewa dola 100. Kila mtu. Sasa kama nyumba mko watu 10, mko na $1000. Bado piga lare baka. Sasa biashara haramu yenye ilitoka mapema jambo cha katana. Wale walitoka mapema mkambi, haya sipapitu na lare buiwai tu. Wote turudi haya sasa. Msaada wa masomo. Kila mwanafunzi mwenye alikuwa anasoma anatakiwa apewe $80 kwa kila mtoto mwenye ni mwanafunzi. Chakula cha miezi miwili, na pia wapewe vifaa vya afya kwa upande wa wanawake.
Asante sana. Haya ni masharti ambayo serikali ya Burundi na UNHCR ya Burundi imetoa. Sasa kama mnataka hao watu warudie kwenu, inabidi mtekeleze hili. Haya. Hawahusiki kwenye huu mpango yeyote ambaye anajua kwamba alitoroka na akaenda Kongo bila jeto. Nafikiri baada ya kuwasomea hapa mtaona watu tena wanaanza rudia ku frontier hapo. Watu watajana kuanza kukimbia kurudia ku frontier. Ole kwa yule mwenyewe atarudishwa Kongo kupitia mpango huu na baadaye tena arudie Burundi kuomba ukimbizi. Hiyo ni sharti. Ina maana kwamba ukishakusema kwamba mimi narudia kwa hiari, unapewa kadi yako unarudi Kongo. Kongo vikichacha tena hakuna kukimbilia Burundi. Ndani ya familia inakubaliwa mtu wa miaka 18 swati abakie yeye peke akiamua, lakini familia yote inaweza enda. Yeye akasema no, mimi sitaenda, huyu atabakia. Mwenye ataenda bila fomu ya UNHCR, huyo hatapata huduma yote kutoka kwenye shirika la wakimbizi duniani UNHCR. Hizo ni taarifa za wakimbizi ambao sasa hivi wako nadilia kuweza kurudi DRC kutokea kwenye kambi ya wakimbizi nchini Burundi. Aya, sasa ndugu zangu, hapa nitasema tutakwazana kidogo. Lakini ni kwa ajili ya kujaribu kujenga. Kuna huu ujumbe wa huyu kijana wetu. Anaonekana amekatishwa tamaa. Na kama nimeamua kucheza, nataka nimsaidie. Pia na wewe ambaye uko unasikiliza pia, wote kwa pamoja tumsaidie. Kwa sababu anachokiongea humu ndani, of course siwezi sema kwamba anaegemea upande mmoja, lakini haoni clear. Haiko naona clear, na hii ni matatizo ya vijana wengi sana wa Kongole. Analaumu M23, analaumu serikali, analaumu haba, donc haoni clear. Sasa uko wapi? Unataka nini? Nini kifanyike? Ushaelewa? Sasa huyu bwana mdogo anahitaji kupewa msaada. Hebu tumsikilize kwanza. Tumeanza ona ba politiciens sawa chao mon cher. Na wa president wote unaona, hao wenye wako kukotea wa Amerika ni vibaraka. Haikuwa wao ni wanatumika, wanaba imposer plan. Anambia hii period tenda hivi na hivi, period tunaenda hivi, hii period tunaenda hivi. Sio hao, hawana hata decision moja. Sasa sio umeona ni pale kwenye huko wana Felix. Viti iko tu vile vile. Huku west nchi migabuliwa zinakuwa nchi mbili. Kwa M23 wako natumikisha biabo huku. Gouvernement iko natumikisha biabo. Na wote hakuna hata serikali inatumikia wananchi. Na ngambo ya M23 ni magumu, na ngambo ya gouvernement ni magumu. Ngambo ya gouvernement deja inakuwa 4 mois ya batu ya l'etat habalipiwa. 4 mois tunaenda. Donc ya mwisho walipi ilikuwa mwezi kama hiyo 4 mois 3 mois. Ya mwisho walipi ilikuwa Septembre je crois. Uko nasikia magumu ya watu. President mwenyiko très honnête et patriote. Anaposha tumikia kwanza wananchi. Huku west wanaua, huku west wanauawa. Kwenye iko nako wanauawa, insécurité, désordre. Kishasa ma insalubrité, donc di n'importe quoi. Sasa unaanza tapa mtu dairi Biblia upeke kwa wazi kama unaabudu mwanadamu maana utalainiwa tu. Kama unaweza tapa mtu mwe Felix iko sawa vile kama Yesu kama sana nani ule na mkongo mwezi kwa wengine mtu saa yeye. Et je comprends, ndio maana watu de PC hii guerre abayangaike tena. Sekete hangaiki vita. Hii vita imekuwa sasa ya kumsaidia kuongeza manda. Juu huku kunor Kivu Sud Kivu kwanza iko sashi hatuko tena. Donc atafanya vyake kule
anavote vile avec aba washabiki wake wanatia constitution, wanaishapote kutaye yake, wanampigia mikono, anakuwa kama na mandanga pi. Sasa mtu juu ya nishi ba Afrika tunataka kopie bitu mubaya. Tulichagua demokrasi, tukasema kila mtu akwe anaingia pouvoir pendant 5 ans, akitumika mzuri renouvelable tena 5 ans. Mtu anaingia asheneza d'ici la teneza 10 ans. Nini sasa tumeona nini? Bo kama alikuta nani Kanambe alinfiltre ma institution manini. Sasa amefanya nini sasa kwa installer bien wazalendo, kukamata wazalendo sanjo armée yake, kurekrite wa jeune awatie, kupatia ma munitions na commandement auto kuishambarde kutia wazalendo. Alishaifanya. Mbona ngana nome tu wale batu ya Kabila wale njo benyingo na nome njo biko pembeni yake. Sasa teatri munageuza reality. Watu wenzenyu yuko nakula inchi, banaibia ba jamaa zao, barafiki yao, banasomesha watoto wao mabulaya. Nyi kazi yenu ni kupiga mikono, kushabikia. Sasa diza ya magumu, huko kingana furaha tena bakuongezea kwa nyingine kama diza sio sasa jisekede stokaki. Baki inchi bakitu hivi mwai magumu. Shangali kabisa tu, akili gani? Ndio maana mimi napatia mtu aba ba chercher sheria kimkongo. Muko 80% ya ba illettré scolaire, j'ai dit 80% ya ba illettré na muko 20% ya ba lettré illettré. Donc ni mtu malisome akili ko tu ya ba illettré. Ndio maana wanaita watu bichuchu. Na mwalisoma na mwakusoma unakutana akili ko tu pale pale. Aya. Mimi binafsi ni zungumze kama vile mzalendo halisi. Ndugu zangu, kuna watu nilisema jana mpaka leo hawaoni umuhimu wa rais wa nchi. Mpaka leo kuna watu wenye hawaoni kwenye nchi ilikuwa, kwenye iko na kwenye iko naenda. Mpaka watu wa nje ndio wako wanaona, wanasema bwana Felix nchi ametoa mbali sana. Unaweza ukalinganisha hizi manda za Felix zenye iko natumikia sasa hivi na manda za Hippolyte Kanambe? Kweli Hippolyte Kanambe alitumika nchi hii muamani moja ya hali ya juu. Hii yote manevre ya CNDP yeye ndio alikuwa na créer ma CNDP ma RCD d'ailleurs baada ya mzee kuwafukuza Wanyarwanda kutoka Kishasa, walikuja mpaka Goma. Sawa, mpaka Goma wakakreye RCD. Kabila iko chef d'état major general wa force terrestre nafikiri. Yes. Iko na ngambo ya mzee na huku biko nacheza dili na RCD. Alikuwa deja iko mwikope ya kufaire tomber pouvoir ya mzee Laurent Desire Kabila. Kwa hiyo ni vitu venye yeye mwenyewe anajua. Aya, inakuja CNDP. Ni yeye pia CNDP. Creation ya kina Mombondo, ya kina Kamwena Nsapu, ni yeye ndo mwenye iko na, donc anajua kila mwanzo na mwisho wa hatua zote zenye hii vita ilifanyika. Kanambe, Hippolyte, Kabila pamoja na wengine wa Kagame na wakina Museveni. Sasa ujio wa Felix anatoa kule kwenye nchi ilikuwa inategewa na watu ambao wako najifanya kutumikia, ibaki huru, ibaki wazi ili tutafute maendeleo sasa ya kudumu. Sasa hapa ubovu wa Felix uko wapi? Unasema kwamba kuevoke manda kubakia tena kumanda, kubakia kumanda. Eski kuko probleme gani yeye kubakia kumanda? President wa Xi Jinping, serikali ya Uchina ilimpa uraisi mpaka siku anakufa. Xi Jinping ni raisi avi wa China. Twende Korea Kaskazini, Kim Jong-un ni raisi wa avi. Jirani yetu tu hapa Rwanda, Uganda, wana tutenda mbali. Sasa sisi tuko na bahati gani mbaya
ya kutokupatia mtu mwenye tunaona kwamba huyu iko na akili. Hata mimi Rajabu, mimi kisi niko hapa saizi, niambie kwamba bwana, kiukweli niwe mkweli tu, kamata pouvoir hii, ongoza RDC kwa sasa hivi. Ndakwambia kwa sasa sina kompetence ya kuongoza RDC, acha Felix aendeleze mie. Lakini wewe juu ya tamaa yenye uko nayo, juu ya bumbafu yenye uko nabo, juu ya ushezi ambao uko nao, hauwezi kubali kuacha pouvoir umwachie mwenye deja asha trace njia, anaonekana kwamba huyu iko napeleka nchi huku, utapenda upigane naye tu pale. C'est ça le problème congolais. Kukubaliana, kuitikana kwamba huyu ananizidi, huyu kwa sasa hivi iko hivi, ndio nafasi yake. Papa, hakuna kitu kenye kiko immortel. Sisi wanadamu, nous tous nous allons mourir. Hakuna mwenye atadumu. Et aussi il y a un temps. Ndio maana mtoto anazaliwaka, anakaa chini, anatambaa, anatembea, anazeka. Na ni vile vile katika kila jambo. Leo unaenda kuwa tajiri, leo kesho unakuwa maskini. Unaenda kuwa uko maskini, unajikuta kesho yake uko tajiri. Yote ni nini? Ni mifumo ya maisha. Kwa hiyo tupeane nafasi, tukubali kwamba kwa sasa hivi nchi hii kwanza tukiangalia tujisi context ambayo iko ndani. Hatuna haja ya kuchanger badilisha kwa hiyo wakati hivi. Kama China ilisimama ni Juma Aude, China alisimama pale. Kama leo United States ni kwa sababu ya George Washington alisimama pale. Nchi kasimama. Unafikiri kabla ya George Washington Amerika ilikuwaje? France yenye mnasema pale mpaka isimame, wakina Charles de Gaulle, wakina nani maarufu sana Bonaparte na Napoleon, unafikiri walikaa miaka mingapi kuongoza zile nchi? Miaka 10 na ili nchi iweze kusimama. Et voilà. Kwa hiyo na sisi bado tunataka kwanza mtu ambaye atakaa kwa muda mrefu ili aweze kutengeneza mazingira sahihi. Of course tulikuwa na Mobutu kwa kiwango chake, alijitahidi, lakini alilewa madaraka mapema. Alilewa na akakuwa influence na hawa Watusi kumfanya Direkabe Bisengimana kuwa Direkabe wake, na ndo mwanzo wa Watusi kuanza kujitafuta, kujifofile ndani ya institution. Lakini fo tukuna mtu mwenye iko firm. Mnamwona Felix sorry, Felix kwa leo mnamwona kama zoba. Sawa hivi takiisha, Felix mtamuelewa mzuri sana. Ni chuma, mkono wa chuma. Niko nakwambia hivi, Felix ni mkono wa chuma. Yote mwenye atakuwa iko desordonné muipe, hata ishi muinchi, atakimbia. Kwa hiyo na kama tu uko escroc, uko mwizi, bandi, aswafe wa pouvoir, utakimbia nchi. Nchi inapendaga wenye kwanza sang-froid, wenye hawana woga, na pili wa patriote, na wenye kuwa na reserve kwamba leo sio yangu, kesho itakuwa yangu. Mkilitura tu. Nani mwenye alikuwa anawazeka Felix leo anakuwa president? Nani walikuwa anawazia leo hii politika anakuwa maibobo? Nani walikuwa anawaza ke ba generaux banena kuwa emprisonné mu Congo leo? Mais on a autant de généraux, ba colonel, ba major, ba capitaine useme, ba gepard, ba mulongo useme, ma milliers en prison. Qui pensait à ça? Hakuna. Kwa hiyo ndugu yangu, bwana mdogo, tuliza kwanza, kamata maji, kunywa maji, utulize roho. Sawa, hii nchi haitaharibika. M23 sio kitu. M23 kisi wako nakuja na maneno yao. M23 sio kitu. Uliza wenye wako Goma na Bukavu ndio wakwambia M23 ni nani. Hawana projet, hakuna chochote kenye wako nacho mkichwa, isipokuwa tu ni biko na ile kitu ya intimidation, kufere pere mwatu. Watu wanawaogopa. Me hakuna Kongole mwenye anaheshimu dirija wote wa M23. Niambie Kongole mwenye anaheshimu dirija wote wa M23. Hakuna. Me wanawaogopa tu. So, unaona kwa uko mnyumba, uko baba, uko makali, kila saa kufoka nini. Mais on te respecte pas. Mais les enfants ont peur de toi. Lakini hawakuheshimu.
C'est ça le problème. Kwa hiyo M23 nishaelewa sasa, na inabidi pia watu tumwambia Rwanda. Rwanda ni ba masongeri mamoya ba ajabu sana. Unaona kisi Kagame kisi iko nalia. Unaona Kagame kisi iko nalia. Kagame analia. Kagame iko nalia. Oh sie bana tuonea. Kongo ndo iko nafanya hivi. Hatufanye hivi sie. Dunia nzima inaona kwamba wewe ndio uko unafanya hivi. Lakini still bado ali. Uone roho za watu hizi. Kwa hiyo ndugu yangu, nikusaidie tu kwamba kama uko vrai patriot, acha kuwekea mawazo ku rebellion. Rebellion inaishaka. Ongea na watu vizuri. Na mimi nafurahi sana kuna serikali yetu misimamo yenye iko nayo. Hakuna négociation na terroriste. Et celui qui sait que il a fait des dégâts, il va répondre devant la justice. C'est ça. C'est ça un état de droit. Tukisimama hivi mwa inchi, ndugu zangu, inchi kwenye iko naenda pazuri mno. Utabaka, utaua, utaiba, sawa. Lakini un jour, justice itakukamata. Et tu finiras par payer tout ce que tu as fait. Et c'est ça. Unaona inchi za wenzetu za Ulaya. C'est la justice qui élève une nation. Kama Marekani leo iko strong, biko na slogan yao moja banasemaga American first and secondly justice for all. Amerika kwanza kisha sheria kwa sisi wote. Nobody is above the law. Even Donald Trump is not above the law. Everyone is under law. You have to follow the law. Everyone. Sasa sisi kwetu tulikuwa na système kwamba il y a ceux qui traduisent la loi, il y a ceux qui condamnent même la loi, il y a ceux qui dirigent même la loi et ceux qui font la loi, mais eux n'appliquent pas les textes. Sasa hili ilikuwa iko ni dégâts. Ilikuwa ni dégâts. On crée des hommes forts. Ulia ma institutions ziko fortes. Mais les hommes forts. Majoro kuna kwambia yo bingayo. Wewe bingayo. Majoro anafika na okuporo. Kudwani. Iko natoa magari 5 bila DGDA kutia bon wala DGI wala nini DGI hakuna. Oza ngai tika ele kaka. Gari zinapita de donnement mfranga ya serikali zinga mfuko major. C'était le Congo ya politique kanambe. Mais leo kama mtu kuna ka changement. Ndugu zangu, kila kitu inakuwaga na point de départ. Kila kitu kinakuwa na point de départ. Huko fasi kwenye kinazaga kwa tuanzie kwanza hapa kisha tuende. Uwezi kurupuka tu vup na tunaenda lazima unaanza na planning kisha unaitima execution. C'est ça. Kwa hiyo bwana mdogo, kitu kingine kinataka kusaidia hapa ni kwamba usiingie mpiège ya Barwande. Usiingie mpiège ya Barwande. Stay focus. Penda nchi yako. Rais Felix haiko sema ndo ataiongoza Kongo miaka yote, ataongoza 30, ataiacha. Meka meme mwenye kuna njia mumpe. Unaona Felix sasa atalewa madaraka. Anaanza lewa madaraka. Tutamtoa. Sie peke tena tutaombea wanatoka pale. Sawa? Unasikia Kongo ziko tofauti na watu wengine. Si peke tutamwambia toka pale. Habari hii ya mapambano ambayo imeripotiwa hiyo mapema hiyo jioni ya jana na imeamkia leo asubuhi, ilikuwa ni hao wa magaidi M23 kama wanavyotoka kuzungumza. M23 walitaka kupita sehemu ambayo inaitwa Kigurwe. Kigurwe ni maeneo ambayo ukiangalia ni maeneo ya Sange. Ukifika Sange unashuka kule chini kuna maeneo yanaitwa Kigurwe na Ndunda ni kule chini. Na hivyo walitaka kupenda kutoboa huko chini. Na walipenda toboa huko chini wapite njia ya chini, lakini kumbe plani yao ilikuwa imeshagunduliwa na wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC, hiyo brigade ya Maibu. Na hapo kama ulivyopata habari zimepigwa risasi za kutosha kabisa. Mwenzangu mzee wangu wa Somalia niseme kwamba
Hapo kumepigwa kweli risasi mziki wa kutosha, na kulikuwa moja ambao kabisa wamekamatwa kupitia hatua hiyo, ambayo kweli ilikuwa ni mapambano makubwa sana hapo, kwa sababu wao walikuwa wanadhani kwamba wakipitia sehemu ya Kigurwe hawatawaona wazalendo na FARDC, lakini walitia kutana, kumbe njoo maeneo mengine yenyewe wazalendo walikuwa wako kule, na njoo wakapambana nao na kuwakimbiza tena kuwarudisha nyuma kabisa. Na ni hatua ambayo niseme mwenzangu Rajabu, niseme kwamba hatua hii inaonyesha kwamba jeshi la taifa FARDC ina umakini katika kila wakati ambayo inakuwa ikiangalia vita, mapambano, niseme kwa hivyo. Na ukiangalia mwenzangu ni kwamba wakati wanaangazia mapambano vile wanakuwa wanajituma kwa nguvu kabisa na kwa kasi, kuonyesha kwamba wako vizuri na wako tayari. Ndio mwenzangu Rajabu, niseme kwamba mapambano hii kwenye maeneo hiyo, kwa sababu ukiangalia M23 inapenda kujionyesha kwamba wao ni wababe, lakini hawatakuwa wababe, kwa sababu kila hatua yote ambao wazalendo wanafunga haiko tena sema ni marepli strategique yako. Na ukiangalia hii hatua hii ambao wanakuwa wakifanya ni hatua ambayo kweli inaonyesha kwamba jeshi la taifa FARDC iko inapambana kila siku, na kwao inakuwa inakula kila siku, ni mizoga tu kila siku zinakuwa zikiangushwa, kwa sababu ukiangalia Wanyanturu hawa M23 wanakuwa wakipigwa kila siku, kwa sababu Maibu ni force yenye tulikuwa tunategemea kwamba inaweza fanya hatua kubwa hii, kwa sababu ukiangalia inakuwa inafanya hatua ambayo ni nzuri kila wakati, inakuwa ikipambana na magaidi hawa wa M23. Na ukiangalia hata kiongozi wao huyu Corneille Nangaa, msangu kabla sijakata kauli, Corneille Nangaa niseme kwamba ile mdomo wake mwingi sana na vibarua vingi sana vimekuwa kama vile vimepunguka, na ukiangalia hii hatua kwao inakuwa kama vile kuonyesha kwamba vitu vinaenda fika ukomo, na vikifika kwenye ukomo, niseme kwamba vita ndio kusema kuona vinaenda malizika. Na ili nigusie katika hii ambayo tunataka kuzungumzia mwenzangu Rajabu, ni sema kuhusu barua ambayo ilitolewa hiyo jana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye alizungumza kwamba aliandika kibarua lettre ouverte, yani ni barua ambayo alifungula na kaacha hayo wazi kwa viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na magaidi wa M23. Hiyo barua inazungumza hivi. Barua hiyo inazungumza kwamba yeye Antonio Guterres anahitaji jeshi la MONUSCO, niseme hivyo, tume la MONUSCO ambayo itakutumika hapa katika mji wa Uvira, wanaruhusiwa, alisema kwamba ile barua ni ya kuwa informe tu, kuwapa habari, wanaruhusiwa kuzunguruka sehemu yoyote hiyo, yani iwe maeneo ambayo jeshi la taifa FARDC ipo, iwe maeneo ambayo unakutanisha ni maeneo ya M23 ipo, MONUSCO inatakiwa kuzunguruka, kwa sababu kiangalia mission ya MONUSCO ni rétablissement ya paix. Na niseme kwamba hii itakuwa ni hatua nzuri, kwa sababu ukiangalia MONUSCO iko natumika njoo, na kama vile walikubaliana na serikali ya Kongo, watatumika chini ya mamlaka ya serikali ya Kongo. Yani hawatakuwa wanafanya vya kwao, lakini watakuwa tumika chini ya mamlaka ya serikali ya Kongo, ambayo itakuwa inaonyesha nini hatua ya kufanya, nini kinatakiwa kufanya na nini hakitakiwi kufanya. Lakini kuonesha kwamba wao wakaomba katika kibarua hicho ambacho kiliandikwa naye huyu katibu mkuu Antonio Guterres, ambayo kilizungumza kwamba hicho kibarua kusema kwamba MONUSCO wanatakiwa wawe na libre circulation. Yani wanatakiwa wawe na libre circulation. Ile libre circulation kwao iwasaidie, kwao kuwaonesha kwamba wanahitaji kutembea sehemu yoyote ile, kwa sababu wakitaka watoke hapa maeneo ya Uvira wajielekeze Bukavu, wawe na libre circulation na wasifuatiliwe chochote kile. Wasema kwamba hii ni hatua nzuri sana ambayo ukiangalia inakuwa ikionyesha kwamba wanatakiwa wazunguruke, lakini sio kwamba watazunguruka kwa kusema kwamba waende kusupport M23 ama waende tena kuchochea vita. Hapana, ni hatua ambayo wao walijiona kwamba kuna wakati hata wanaweza kufanya hatua kwenda kamata maagent wao ama kwenda kufanya shughuli zao zingine, lakini wanatakiwa wawe na libre circulation.
Hii ni hatua ambayo mwenzangu Rajabu niseme kwamba ni hatua ambayo inaonesha kwamba wanatakiwa, niseme kwamba ni serikali ya Kongo inatakiwa kuamua na limeshazungumzwa. Haiko tena kusema tena watasema aseme wadiskite, hapana, limeshazungumzwa. Nadhani ni hatua tu ya kusema kwamba liwekwe sasa kwenye application zao wakati tutaanza hii maeneo au watakaotakaa katika maeneo ya Uvira. Kwa hiyo tukutane majira za 12.